au kuacha watoto wema, ukawa wewe umeishi maisha yako kwa kuandaa vijana wako, umeishi katika maisha yako ya dunia kwa kuwawekea vijana wako misimamo, wakabaki katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, au waladin salihin yad'u lahu, au akaacha watoto wema ambao watakuwa baada ya kuondoka yeye watoto wale ni wenye kumwombea yule mzazi. Lakini pia katika mafuhumu ya hadithi ulama wanatuambia waladun ni mtoto yoyote, sio wa kumzaa. Hata kama ulikuwa wewe ulijenga madrasa wakaja wakasoma watoto wengi, lakini wewe kwa sababu ya kumsimamia mwalimu ama imamu wakawa uko sehemu ile, kazi yake yeye ni kufundisha na kuswalisha, wewe pia wale watoto ambao wanakuja kusoma pale wanaingia katika waladin salihin, sio mtoto wa kumzaa. Ingelikuwa ni ibnun salihin, ingekuwa ni mtoto wa kumzaa mwenyewe, lakini waladin salihin ni mtoto yote. Hata kama ulimwona njiani ukamwambia mbona wewe uendi shule, mbona wewe uendi madrasa, yule pia ni mtoto wako wewe. Kwa kule kumkumbusha wewe akaenda katika kusoma, ilmu yake ikawa ni yenye kumnufaisha, wewe anaingia katika watoto ambao kwamba watakuwa ni wenye kukuombea wewe mema. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii ni maarufu sana, inasomwa kila mahali, lakini makusudio ya hadithi hii ilikuja katika sadaka. Lakini leo iko katika upande wa ni jambo gani utabaki nalo katika kaburi baada ya kuondoka. Bila shaka mpaka hapa tumefahamu nini ambacho tutakuwa nacho katika makaburi yetu baada ya sisi kuondoka kwetu. Je, katika vitu hivi vitatu mimi na wewe tujiulize, ni kitu gani ambacho tumekiandaa mpaka sasa hivi tuko nacho? Katika vitu hivi vitatu hapingiki wala hakuna njia ya mkato ya kuvipinga. Anasema sadakatin jariyati, ni sadaka ambayo umeitoa ni yenye kuendelea sadaka ile, au ilmu yuntafa'u bihi, au ilmu ambayo itakuwa ni yenye kunufaisha kwayo, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema au watoto wema ambao watakuwa kazi yao ni kuombea wazazi wao. Haya ndiyo yale ya Nabiyullahi Yaqub alayhi salam. Kabla ya kupatwa na umauti, aliwaita watoto wake akawaambia, ma ta'buduna min ba'di, mtaabudu nini baada yangu mimi? Lengo lake alikuwa ni kuacha watoto wake katika misimamo na misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, sisi tunawaandaa watoto wetu? Je, sisi tunatoa sadaka ambazo mpaka kuondoka kwetu bado zitakuwepo zinafanya kazi? Je, sisi tumesoma ilmu? Makusudio ya ilmu hapa sio ilmu ya Qur'an. Ilmu ni yoyote ile uliyojifunza, ufundi wowote uliokuwa nao. Je, umewafundisha wengine ukawa ni wenye kunufaisha ufundi ule? Kwa hivyo hivi ni vitu vitatu, ndugu zangu Waislamu, ambavyo havina kupinga wala havina njia nyingine isipokuwa tutakiwa navyo katika makaburi yetu. Hatutoingizwa na kanzu nzuri, hatutoingizwa na nyumba zetu za vioo, hatutoingizwa na pikipiki zetu, hatutozikwa na wake zetu, hatutozikwa na watoto wetu, hatutozikwa, hakuna atakayezikwa na kitu chochote kile ambacho kwamba leo anasuhubiana nacho na yuko pamoja nacho katika maisha yake, bali kile ambacho kwamba utakuwa utazikwa nacho ni ulichokitoa kwa muendelezo, ni ilmu ambayo itakuwa ni yenye kunufaisha, ni watoto waliowaacha ambao itakuwa kazi yao wakikaa wanakuombea dua wewe. Je, tukikaa tujiulize, sisi tunao watoto wa aina hiyo? Watoto wa aina hiyo tuko nao? Na kama hatuko nao, ni wapi tunakosea? Kwa sababu hatuwezi kuona kitu kama hatujakiandaa. Hata hizi sadaka jariyati pia siku hizi zinatolewa kwa kuonyeshwa, sivyo zilivyokuwa zikitolewa na wazee wetu waliopita kabla yetu sisi. Wao walikuwa wakizitoa sadaka kwa kufuata maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba utoe sadaka mkono wa kushoto usijue. Makusudio sio mkono,
Lakini leo kila tunachokifanya, mtu akichinja mbuzi akiita watu wawili, anawekea mifuko, anawatilia nyama huko, anawachukua YouTube. Mtu akipata riziki akiita mchele, akileta mchele nyumbani kwake anatia kilo 2, anawaita waumini, anawapiga picha. Mtu akiita watu akisema njoni mfuturu kwangu leo, atapiga picha. Je, ndio zile maelekezo ya sadaka ambazo kwamba tuliagizwa tufanye? Si sadaka ambazo walikuwa wakitoa wenzetu, na hata watoto tulionao si watoto ambao kwamba ndio hao ambao kwamba watakuja kutuombea sisi, kwa sababu kwa maisha ya sasa hivi tulionayo sisi wazazi tunawaogopa watoto kuliko watoto kutuogopa sisi. Sasa hivi ukikaa na mwanao unamuogopa, unasema ni mtoto wa serikali, huwezi hata kumwambia amka tukaswali, unamuogopa wewe. Mtoto sasa hivi mzazi anazungumza kwa unyonge na khushui na mwalimu wa shule kuliko na mwalimu wa madrasa. Anamuandaa kumuonyesha kwamba mwalimu wa madrasa ni mtu tu kama wa kawaida, lakini wa shule ni mwalimu muhimu. Sio kwamba si muhimu, hapana, lakini hakuna